Ukonga Mazizini na mwenyekiti Machilianga. Habari za leo mwenyekiti? Namshukuru Mwenyezi Mungu. Mambo vipi? Mambo safi kabisa. Naona umeshikilia na kitabu chako cha fomu za usajili. Ni kweli, sababu hapa mara nyingi tuko kwa ajili ya usajili wa wanachama au sio bwana. Kwa hiyo muda mwingi tunakuwepo hapa kwa ajili ya kusubiria watu ambao wanapita wanapiga simu na nini kwa ajili ya kuchukua kadi. Hapa kwa wetu na wakati yote ni kusupport club. Na support club kwa njia nyingi. Njia mojawapo ambayo tunasupport club kwa mtindo wa usajili wa wanachama na bwana kwa club na pia kwa wanachama. Mfano leo jioni tutakuwa na kikao kwa ajili ya kuhamasisha ada za wanachama kwa sababu mwaka mshiriki kwa karibuni sana. Asante sana wakati wa mzunguko Ukonga Mazizini. Mmejiandaje kupokea kombe japo sio ninyi ila ni kutoka kwa Simba na Berkane? Kwanza katika vitu ambavyo sikufikiria kama nitaulizwa swali kama hili. Mimi kama mwana Yanga au sio bwana, members wa Yanga, shabiki member, sponsors wa Yanga. Chini yangu yani sikutegemea kwanza kama nitauliza swali hili. Lakini yote kwa yote ni kwamba ndio maswali ambayo mara nyingi tunakutana nayo, lakini mimi niseme kitu kimoja. Katika kitu ambacho mwana Yanga ukimuuliza kutoka moyoni, uzalendo pembeni, au sio bwana, tunaweka uzalendo pembeni. Swala la kuchukua kombe kwa Simba, yani sisi wana Yanga hakuna hata mmoja anataka Simba achukue kombe kwa sababu tutatafuta Simba kukaa. Lakini mimi nikwambia kitu kimoja, Berkane wamejiandaa zaidi. Na ukiangalia mchezo wa kwanza namna walipocheza kule nyumbani kwao, Berkane walikuwa vizuri kuliko Simba. Ukiangalia target za Simba ambao katika performance walicheza, hawana shot on target hata moja. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo kama hawana shot on target hata moja ugenini, sitegemei katika uwanja wa New Amani Complex wakiwa tena wageni Simba Sports Club. Wanajitangaza wao kama ni wenyeji, lakini wenyeji wao kwenye uwanja wa Taifa, na maana walipa jina katika uwanja wa Taifa atoki mtu. Lakini katika uwanja wa New Amani Complex, uwanja wa Mashehe, Sheikh Abedi Amani Karume, ule uwanja hakuna ilizi inayoingia ndani. Kwa kifupi kama wageni katika ule uwanja na RC Berkane katika uwanja wa New Amani Complex, yeye ndo anakuwa mwenyeji wa ule uwanja kwa sababu anasema hamna mbuzi ambazo zinaingia ndani. Kifupi mimi naamini kabisa Simba Sports Club amekuja kulitia taifa aibu. Umeelewa vizuri? Unajua sisi wakati tunacheza finali yetu nafikiri 2022-23 sisi tulienda kuimalizia ugenini, kombe tukaliacha ugenini. Umeona bwana, lakini ndege aliyoitoa mama wakati tunaenda ugenini kule Enosaja ililipa kwa sababu tulirudi na goli la mama ambalo alitupa pesa za kutosha. Hakuna alichoenda ukifanya zaidi ya kupiga goli. Ni hasara kubwa. Wengine wanasema watazirudisha hapa na nyingine. Ndio maana wana uhakika wa kombe kwamba kombe lilale Tanzania alafu liondoke, haiwezekani. Mimi nikwambia kitu kimoja. Yaani propaganda za maneno hazikosi katika midomo ya mashabiki. Umeelewa? Kundi la propaganda kwa lazima, lakini ukija kwenye uhalisia wa vitendo, Simba wako hivi. Juzi walijaribu tena kuutikisa mchezo huu kwa kafu wakasema hapana, sisi sio TFF. Kule watu wanakwenda kuonyesha kile ambacho kimewafanya nchi 52 ziwateue kuwa marais. Leo unapozungumzia rais wa kafu ndugu Msepe ni kwamba amechaguliwa na nchi 52 ambazo zina ushirika wa kafu. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo kitu ambacho kimetendeka kwao kwa kafu wakajua moja kwa moja tutawaweza, wakaimtuma mpaka rais wao wa heshima mwana aende akapeleka timu. Mwisho wa siku kama pia rais makamu wa rais wa Berkane skuli ili kuongoza, hakuna watu wanafuata sheria jinsi zilivyo. Huwezi kuunganisha mchezo ndani ya kama. Kwa Machilianga unagoma kabisa kwamba kombe halibaki nyumbani. Kwa hivyo rais Berkane unawapa asilimia ngapi? RC Berkane unachukua 100%, na kama kuna uwezekano kuongeza kwenye 100%, mimi nawapa 1,000 wanachukua ile kombe na wanaondoka nalo. Lakini yote kwa yote Simba atakachoambulia sio kubeba kombe wala sio kuligusa kombe. Mashabiki wasitumie zile za kwamba mashabiki, unajua Tanzania tuna kitu kimoja, tunapenda kusikiliza sana wale wasemaji. Wanachokiongea sisi ndio tunachokifanya. Msemaji achezi, anayecheza pale ni Elia Mpanzu au sababu na wale wengine kina Shabana na kina Kapogo. Wao ndio wanajua ugumu wa mchezo.
kutoka kule Berkane. Na wenyewe ukiwauliza, ukiwapigia simu chini wenyewe kutana kwamba Berkane si kumfunga hatuwezi. Kwa hiyo unachotakiwa wewe msemaji, unatakiwa uende kwa wachezaji uulize, vipi mnafanyaje hii mechi, tunatoka tutoka, wakwambie ukweli. Lakini wewe wanakwambia ukweli kwamba hatuna uwezo wa kutoka pale Amani, wewe unasema sisi tunatoka na kombe tunachukua. Mashabiki wanatoka huko wanakata tiketi zao wanaenda kule. Kinachofuata ni nini wakishafunga? Ni pressure, kuondoka na kufa. Kama watu wanakufa kwenye dabi, kama watu wanazimia kwenye dabi, kama watu wanapoteza kila kitu katika mechi za dabi wanapofungwa mara kwa mara na wanatoka nje wanalia kabisa, mimi leo sina nini, mara nne nafungwa. Umeelewa vizuri? Dabi tu hiyo. Kombe liko uwanjani na shirikisho. Unategemea nini kifanyike kwa kombe? Machilianga, kwa nini usiombee dua njema watu wasife? Mimi nafikiri nikiomba dua njema kwa Simba, yani watu wasife, maana yake ni kwamba Simba wachukue nini? Ubingwa. Kitu ambacho nitakuwa nimemkosea Mungu, siwezi kufanya hicho kitu. Wakichukua ubingwa itakuwa hawawezi kuchukua ubingwa. Na kama wakifanya hivyo, kama mimi nakwambia Machilianga naongea. Si Mungu ya. Wakichukua ubingwa Simba Sports Club wa shirikisho, mimi Machilianga, mwandishi njoo nyumbani. Hapa Tawini pigie simu na kupa milioni 2. Labda tutakapochukue walivizie pale melini pale kwenye meli ya Azam, mechi zishaisha kule waliibe. Assist moja na lile lingine walikuwa nao niwaambie Simba Sports Club, yani Berkane hayuko peke yake. Berkane yupo na sisi. Unapomwona Machilianga leo yuko hapa, mimi naenda New Amani Complex. Lengo letu kubwa na tulilofanya sisi tulilohamasishana kama mashabiki wa Yanga ni kwenda kuweka ulinzi wa lile kombe. Sisi walamu tumekuja mpaka na maji ya kuoga kabisa. Mimi katika kitu ambacho nataka nikwambie na nafikiri serikali isikilize kwa makini, chama cha na Simba walijaribu kutikisa tarehe 8. Wakatikisa ndio walitikisa, lakini tunaumia ni mashabiki. Lakini Simba huyu mechi yake ya kimataifa ambayo tunaizungumzia leo, alicheza robo finali na Al Nassr pale katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Baada ya mechi kuisha, uwanja ulifanya nini? Ulifungiwa, sio? Hakuna mtu asiyejua CAF alifungia ule mchezo kwamba mwakilishi mzuri na mzungumzaji mzuri alikuwa ni TFF dhidi ya CAF. Kuomba uwanja fanya nini? Uendelee. Lakini mpaka dakika za mwisho uwanja hujafunguliwa mpaka leo hii. Lakini walichokifanya Simba walikuwa wanajua kabisa kwamba uwanja umefungiwa. Kwa mashabiki ambao bado tunaendelea kuumizwa, nini wamekifanya? Wanajua uwanja umefungiwa, wanakwenda RS Berkane kule Morocco kwenda kucheza nao. Uwanja wakati huo kumefanya nini? Umefungiwa. Walichokifanya wao wanajua kabisa kwa Berkane sisi hatuwezi kutoka. Na tukifungwa kule goli zetu 4-5 akili yao itakuwa na watu. Kama tukifungwa goli 4-5 hakuna mshabiki atakayenunua tiketi huko Dar es Salaam. Tunafanyaje? Wakati sisi tunaondoka tuuze nini? Tiketi. Wanakwenda kuuza tiketi, aliyakuwa anajua uwanja umefanya nini? Umefungiwa. Leo hii unakwenda kuwatoa halawa, wametoa pesa waangalie mechi ya finali ya shirikisho. Unawaambia wende wakaangalie mechi ya Simba Day. Mtu amelipia finali nenda akatengeneza historia. Unakwenda kumwambia aende kwenye dangura akaangalie mechi. Ni kitu ambacho wamekosea sana na wamekosea mashabiki. Hawa wa Simba wanajua uwanja wa Benjamin Mkapa umefungiwa. Alafu wanaenda kurudia tena kosa lile la kuwachangisha tena nini? Mashabiki. Serikali katika hili tunaiomba serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan ni serikali sikivu sana. Serikali ambayo inamsikiliza kila raia. Mimi naomba katika hili watunge sasa sheria stahiki ambazo zitatubeba sisi mashabiki, zitatutetea sisi mashabiki tunapolipia mchezo husika ambao na uhitaji. Basi kama mechi inagairishwa, wajue pesa zetu zinarudi vipi na kuna kipengele gani katika kanuni zao na sheria zao zinatulinda sisi mashabiki wa Tanzania. Tukiachana na hayo, dabi ya Kariakoo vipi? Dabi ya Kariakoo kiufupi jamani, hatuchezi. Hatuchezi. Nikisema hatuchezi, hatuchezi? 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 Mimi nikwambie kitu kimoja, mimi ni mfuasi wa Yanga. Kwa kiufupi kila kinachoendelea ndani ya uongozi wangu najua. Na bahati nzuri tumempa uongozi Engineer Saidi, ni kwamba yuko karibu na wanachama, yuko karibu na viongozi, yuko karibu na wenye viti wa matawi Tanzania nzima. Kwa hiyo kiufupi yuko pamoja na sisi. Na juzi tulikuwa Tanga katika kikao kikubwa ambacho tunamwaga Stefan Aziki. Wengi tulilia sana kwa sababu tulikuwa naye na tunaangalia naye mpira.
pale Tanga Resort Beach, tumeangaliana pamoja, lakini mwisho wa siku tulibakia kuhuzunika na hivyo. Lakini yote kwa yote tuliyozungumza makubwa ni kwamba pamoja na dabi, kwamba dabi ni tarehe 15 na sisi tarehe 18 nafikiri kama sikosei, tuna mechi ya Prison. Inaendaje hii issue? Na wakati sisi wenyewe tumeshasema hatugome msimamo wa wanachama, na bahati nzuri kulikuwa na wenye viti zaidi ya 50 ambao walifika na magari yao. Msimamo ni ule ule. Dabi ya tarehe 15 hakuna. Tunatuko zetu sewana. Na leo tunataka kukatwa point. Kwa kitu kimoja, yani kuishusha Yanga daraja au kuikata pointi Yanga ni vizuri. Mimi napenda Yanga tuende hata championship. Tuende kule. Lengo kuu ni wale kule nao wananyanyasika. Sisi ni wakombozi, sisi ndio taifa hili. Sisi ndio tulipigania hili taifa. Kipindi kile sio watu tunatembelea ndani. Si ndio jamani? Wewe jezi umepata. Kiasi cha pili unakipata kama sio chao. Kwa hiyo kifupi alikuwa machao. Mimi nikwambie kitu cha msingi ni kwamba dabi ya Dar es Salaam, dabi ya Kariakoo, dabi haichezwi. Yaani na haitochezwa. Na kama ikichezwa, nimeshamwambia engineers, kama hiyo dabi ikichezwa, mimi nitakuwa achili Yanga. Kijana wako, rafiki yako, kila siku tuko pamoja kwenye vikao. Nakwambia hivi, ikichezwa mimi nitakuwa mtu wa kwanza kuhamasisha. Narudia hii kauli. Mimi nitakuwa mtu wa kwanza kuita press ya media zote na kuwaambia kabisa wanachama na mashabiki, susieni kadi za wanachama. Tanzania nzima tunasusia kulipia ada za wanachama na hatukati kadi za wanachama. Unafikiri watakubali kirahisi machili Yanga? Mimi unajua kitu kimoja ambacho kipo ni kwamba tunamshukuru Mwenyezi Mungu, Yanga sio ndani ya mpira. Yanga inatengeneza mpaka wasemaji wengine nje ya mpira. Ukimwacha Ali Shaban kama mwenyekiti wa wasemaji barani Afrika, wapo wasemaji wengine, ukimwangalia kina Goli Yanga, wapo kina Mwalimu Wasi na Baraka Yanga, wapo kina Sister Eliza, wapo kina Tina, wapo wengi. Lakini wengine sisi kina Machili Yanga, kina Official Mume, sawa, hao wote tumetengenezwa na tumepewa somo zuri sana la kuzungumza. Tumepewa semina namna gani mtu anatakiwa uzungumze katika ushabiki, namna gani unatakiwa uzungumze katika misimamo, namna gani unatakiwa uzungumze katika ile kuzungumza mpira. Yaani turudi kwenye pichi, tutaongea pichi. Lakini tukirudi kwenye ushabiki, tutaongea ushabiki, na misimamo tutaongea misimamo. Lakini sisi, mimi kama mwenyekiti wa tawi la wakali wa mzunguko wa Konga Mazizini, naungana na wenye viti wenzangu wote Tanzania nzima. Siwezi kuwasaliti wenye viti wenzangu. Sisi tuko tayari kushushwa daraja, twende championship na tukaitangaza. Hatuchezi. No. Unasemekana Faisal kuja Yanga. Ujio wa Faisal unafikiri unaweza ukaziba pengo la Aziz Ki? Wewe nikwambia kitu kimoja, kitu ambacho ni cha kweli na kitu ambacho mimi nawaambia ni ukweli. Mimi fiji langu dogo dogo. Yaani kama mdogo wetu alikama anasema. Faisal Salum Fei Toto tayari na namba yake tumeshampa ile. Sijataka kuzungumza lakini nimeulizwa, na kwa sababu nao vijana wangu hapa chini. Faisal Salum jamani, sio mchezaji wa Simba. Kama mtoto alionyea mkono ameondoka, si unaufuta tu. Mtoto anafanya nini? Jamani, mimi niwahakishie Faisal Salum mtoto ni mchezaji wa Dar es Salaam Afrika, na namba yake tunampa kama kawaida. Anarudi ile ile. Yaani Faisal kuna watu wanamtaka. Hapa ndio kwa ushauri kwa engineer. Wamekosea wakati walipokuwa wanang'ang'ania kucheza uwanja wa Benjamin William Mkapa. Wangemfuata tu engineer, ilikuwa ni kazi ndogo. Yes, ndio mwenye viti wa vilabu barani Afrika. Wangemfikishia bwana mzee samani, bwana kijana wetu, sisi tumeamua kuchezea uwanja wa Benjamin Mkapa, fanya vyovyote unavyoweza. Yaani simu hii moja, na kuhakikishia engineer angepiga simu hii kwa moja tu. Yaani yule makamu wa rais wa Marekani wala singesikilizwa, mechi ingeangaletwa kwa Mkapa. Na mimi nakuhakikishia sisi wasiligusa, yani hata picha tupige nao. Naamini ipo siku mtakuja tena, tutakuja kuzungumza vizuri na mambo mengine yanaendelea, lakini yote kwa yote Faisal Salum mtoto ni mchezaji rasmi wa Dar es Salaam Young Africa. Kama niko hao wanaona Faisal mchezaji wa Yanga, acha mambo yako hayo. Hapa tuna la ziada, ni kutoka wakali wa mzunguko Konga Mazizini jijini Dar es Salaam. Bana njoni hapa. Reja zipo hapa. Sawa, reja zipo hapa.
njooni mjaze fomu. Hatuna utapeli uwe na siku hiyo hiyo unaipata kadi yako. Siku hiyo hiyo wewe kutana hapa na viongozi. Yuko Machiri Yanga, yuko Onesmo, yuko Baba Waziri, yuko Kulalayo na wengine wote ambao unaona wanahusika hapa. Yote utakayemuona anakuleta hapa, unakata kadi yako na siku hiyo hiyo hakuna kulaza. Siku hiyo unatupa hela tunakupeleka klabuni, unapata fursa ya kupiga picha hata na Alikamu. Yaani wewe niambie tu, kiongozi mimi leo nataka nipige picha na Alikamu, nachukua kadi lakini nataka nipige picha na Alikamu. Nataka nipige picha na nataka nipige picha na engineer, nataka yoyote au Makombe. Wewe niambie mimi nifikishie. Utakupeleka klabuni, unachukua kadi yako na kuchukulia kiongozi unamtaka unapiga naye picha. Nawe unatengeneza historia.